Mwasham sana Baba Askofu Mkuu, Mwasham Baba Henry Mchamungu pacha wangu, Mheshimiwa sana Baba Chancellor, Mheshimiwa sana Baba Naibu Askofu Jimbo la Bagamoyo, waheshimiwa mapadri wote, kwa namna pekee maklasmeti wa Padri Paulo, waheshimiwa watawa wote, waheshimiwa waumini wote, kwa namna pekee waumini wale ambao Padri Paulo aliwahudumia katika parokia zilizotajwa, na namna pekee hasa parokia ya mwisho aliyoihudumia, parokia Mtakatifu Ambrosi IPTL. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kipindi kama hiki ni kipindi cha kuzidisha matumaini, ni kipindi cha kuomba uthabiti wa imani, kupokea msiba kwa imani kuu na kwa matumaini makubwa. Tumeimba katika wimbo, tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Na ndio maana tunapoadhimisha misa hii kumsindikiza ndugu yetu Padri Paulo, tuna matumaini makubwa kwake. Na kwa namna pekee Padri Paulo vile vile ni jirani, kama Father Dennis anavyosema, ni jirani yangu pale katika parokia hizi, naziita ni parokia za fence. Yuko karibu, alikuwa pale, nimewasiliana naye mara nyingi. Lakini kwa namna pekee ni mtu aliyependa sana umoja na aliyeheshimu sana urika wa upadre. Na kwa sababu hiyo aliomba na kumwombea kila mmoja asipate changamoto yoyote, na kama akipata changamoto alisikitika sana. Na linakuwa ni fundisho kwetu sisi sote tunaobaki, tudumishe umoja katika urika wetu, tusaidiane, tuongozane, tuombeane, tukosoane kwa upendo, ili katika utumishi wetu tufanye vizuri. Tumwenzi kwa namna pekee katika yote yaliyotajwa. Tutamkumbuka kwa haya na haya. Na katika kumwenzi ni kuishi na kuweza kuyadumisha hayo. Tunaongelea kifo, lakini vile tunaongelea kutokufa. Na tunapoongelea kutokufa, kuna kutokufa kwamba Mungu anatupokea katika uzima wake. Lakini kuna kutokufa vile vile kwingine kwamba hatufi katika mioyo ya watu, hatufi katika akili za watu, kwa sababu tumeweka alama ya kudumu. Na haya ndio muhimu, kuweka alama hiyo ya kudumu kwamba tukumbukwe milele. Basi bado wewe umeshaweka kutokufa kwako katika hilo. Na ndiyo tulio nayo katika ulimwengu wetu tunavyoishi, kuweka alama za kudumu kwa wale wote tunaishi nao. Alama za kudumu, alama ambazo ni nzuri, tutakumbukwa vizuri. Wakati fulani nilikuwa na watania wengine, akasema jamani, tuandae watakaolia kwa ajili yetu siku tutakapokufa, sio wale watakao tuzomea. Kwa sababu unaweza kaandaa wale ambao watakuzomea kutokana na matendo yako. Kila mara wewe ni kudharau, kutukana, kuwa na kiburi. Watasema nimekufa lino na kiburi. Lakini wewe umeishi vizuri na wenzako, wanasema jamani, huyu hakika alikuwa mtumishi wa Mungu. Na haya ndiyo ni muhimu sana, kuishi imani yetu, na kwa namna pekee sisi kama makuhani kujali urika wetu, na katika kujali huo kuishi inavyotupasa katika urika huo, na kuombeana, kusaidiana, ili Mungu atukuzwe kati yetu. Kwa namna pekee niendelee kutoa pole sana kwa mwasham sana Baba Askofu Mkuu na mwasham Baba Henry Mchamungu, askofu msaidizi, pacha wangu. Pole sana kwa kuondokewa na mtendakazi. Unajua ni miezi 9 tu tangu tulikuwa pamoja, na kwa sababu hiyo nakumbuka utendaji wake. Nimeenda siku kadhaa pale
katika parokia yake najua. Hata wakati mwingine nikitaka kwenda parokia ya Muungano lazima nipite kwenye eneo lake, ndio nitafika vizuri katika parokia ya Muungano. Kwa hiyo ameacha hizo alama, basi tuendelee kumwenzi. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Tuko pamoja kama alivyosema, hakuna kitakachotutenga na upendo wa Kristo, sio upendo wa askofu tu.